Tulivyotoka nje nilichokisikia tu kwa majirani kwamba na gari ya mchungaji imebebwa. Nikawaambia kwamba gari kubebwa haina shida. Je, kuna mtu amepata shida? Alitoa sehemu ya sadaka yake. Ilikuwa ni mwezi wa 12 tarehe 15 mwaka jana. Kwa hiyo sasa hivi utaona ni miezi michache. Jumapili tu ndo nimetoka nayo Dar es Salaam. Watu watatu wakiwemo wawili wa familia moja wamefariki dunia katika kata ya Mbokomo, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro mara baada ya kuangukiwa na nyumba yao kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali mkoani humo. Waathirika wa mvua hizo wameeleza hasara walizozipata ikiwemo kukosa makazi ya kuishi pamoja na uharibifu wa mali. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Frank Mtui wa kanisa la Pentekoste Gombo la Chuo hapa Kilimanjaro, barabara inayoelekea kijiji cha Tela. Kwa ni usiku wa kuamkia Jumanne majira ya saa 6 karibu na nusu tukiwa tumelala. Mimi nilisikia tu tetemo kubwa na mabati yanapiga kelele, na baadaye nikasikia majirani wanapiga ukunga. Katika hali ya kusimama ni watazame kwa dirishani, nikajikuta maji yamejaa ndani ya chumba. Ndio nikagundua kwamba kuna mafuriko. Kwa hiyo ilitulazimu kusubiri. Tunamshukuru Mungu maji yalipungua. Tulivyotoka nje nilichokisikia tu kwa majirani kwamba na gari ya mchungaji imebebwa. Nikawaambia kwamba gari kubebwa haina shida. Je, kuna mtu amepata shida? Asante Mungu kwamba hakuna mtu alikuwa amepata shida kwenye eneo hilo la maeneo ya kanisa, kwa sababu nilikuwa nimelipaki pembezeo mwa kanisa. Na hata kanisa pia lenyewe alikupata shida, ila maji yaliingia ndani ya kanisa, yaliharibu tu carpet, ile red carpet. Lakini yale maji yalilitoa ile gari kutoka eneo ambalo limetoka mpaka hapa ni kama kilomita 3. Na hali ya hii gari ndo kama jinsi inavyoonekana imeisha kabisa. Na gari hii nilipata kwa muujiza, maana nilikuwa natembelea pikipiki ya Boxer, aina ya Boxer. Mwaka jana nilienda na hiyo pikipiki yangu Dar es Salaam kutoka Moshi, hospitali ya Ocean Road, hospitali ya kansa, kwa ajili ya kuombea wale wagonjwa. Ndivyo nilivyokuwa nimesikia rohoni, kwa hiyo nilisafiri nayo. Muumini mmoja ambaye ninamhudumia pia ambaye yuko Dar es Salaam aliponiona ndipo akaniambia, kwa kweli mchungaji, kwa safari ya pikipiki hivyo sioni kama imekaa vizuri sana. Ninaomba uiuze hiyo pikipiki, alafu hiyo hela utakaoipata basi uje uchukue hii gari. Lakini ukiangalia thamani ya hii gari alikuwa anaiuza ilikuwa milioni 7. Lakini ninamshukuru Mungu niliweza kufanikiwa kupata fedha bila kuuza ile pikipiki. Kiasi nilichopata kidogo niliweza kumpa, maana na yeye alitoa sehemu ya sadaka yake. Ilikuwa ni mwezi wa 12 tarehe 15 mwaka jana. Kwa hiyo sasa hivi utaona ni miezi michache. Jumapili tu ndo nimetoka nayo Dar es Salaam. Jumapili nimetoka nayo Dar es Salaam kwa sababu palikuwa pana msiba wa mkwe. Maana yake mchungaji wangu msaidizi, mtoto wake wa kike alifiwa na mume wake. Kwa hiyo nimetoka nalo, safari yake imeishia hapa. Ila ninamshukuru Mungu sana kwa hali hii iliyotokea. Ninaamini kazi hii ninayofanya ni ya Mungu. Mungu atanifanyia wepesi kwa ajili ya utukufu wake. Kama linavyoonekana hakuna kitu chochote kimetolewa zaidi. Haya matairi yalitolewa jana kwa kuhofia vijana wa Sekrep watakuja kuvunja vitu. Kwa hiyo hizi tairi zilitolewa, lakini kuna watu wameiba vitu vichache nimeona hapa. Ila kama linavyoonekana sasa, hapa kulitoa latakuwa liende likapimwe kilo kama Sekrep. Tukijaribu kuangalia engine imepasuka, sample ile imepasuka. Huku chini pia kumevunjika sana kwa sababu kutoka lilipotoka kama nilivyosema kilomita 3 kuna mawe makubwa sana. Kwa hiyo ninafikiri limepigizwa sana kwenye miti na kwenye mawe, ndio maana liko katika hali hii. Hii gari ni Starlet namba C. Ni gari ambayo huyu ndugu ni gari yake aliyoinunua kama miaka 12 iliyopita. Haijapita mkononi mwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni gari kama inavyoonekana haijai kuguswa bodi. Of course ni nzima, ni gari ambayo ni nzima. AC ilikuwa ni nzuri kabisa, kila kitu kwa kimekaa vizuri na imefanyika baraka. Kwa miezi ambayo Mungu amenipa neema ya kukaa nayo, imefanyika baraka kubwa sana kwa ajili ya Injili. Imefanyika baraka kubwa sana. Kwa upande wangu ninaamini wala sio tena nitapata. Nina uhakika Mungu atanipa gari ya level nyingine kabisa kwa ajili ya utukufu wake, kwa sababu tunaenda utukufu kwenda utukufu mwingine. Ingekuwa ni ya kwangu, kwa namna moja au nyingine ningepata shida kwenye moyo, lakini hii gari ni kwa ajili ya Injili. Kwa hiyo huyu Mungu ambaye ndo mwenye mali, mwenye kila kitu cha dunia hii, nina uhakika atanipa gari nyingine kwa ajili yake peke yake, wala sio kwa ajili yangu. Nipo Kilimanjaro na niseme labda nitoe namba zangu za simu. Namba zangu za simu ni 0744 77 35 35, 0744 77 35 35.
lakini namba nyingine ya Voda ni 0762 191 564. Ni kweli mimi ni mwenyekiti wa serikali mtaa wa Rauya kata Msaranga, naitwa Pius Dickson, sasa jina maarufu wanaita Mr. Kichapo. Mimi niseme tu kwamba baada ya jana kuokoa wale watu waliokuwa kwenye mabati kutokana na mafuriko, bado tulikuwa tuna kazi moja ya kuokoa hii gari. Ni gari ya pasta anafahamika kwa jina la Mchungaji Mtui. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kuhakikisha kwamba hii gari inatolewa kwenye mto. Baada ya kurusha ile clip jana kuonyesha kwamba vijana wanapotoa ile gari, kwa watu wengi wanataka kujua ile gari ni ya nani. Lakini kuna watu wengine walikuja kila mtu akisema gari ni ya kwake, lakini ukweli kabisa leo tumemwona Mr. Mtui amekuja na vielelezo vya gari yake. Maana hii gari hapo naviona, hii gari hapa haina plate number Yaani gari ukiangalia julikani ni Subaru, haijulikani ni gari aina gani. Kwa hiyo kuna watu wengine nao kama magari yalipotea au yalichukuliwa na maji, lakini sio hii. Lakini ukweli ni kwamba mchungaji amekuja Mtui na mmemwona vielelezo kama gari ni la kwake. Mimi niombe kwamba kwa wale ambao wanaweza kusupport, wanaweza wakamsupport mchungaji aweze kupata gari lingine au aweze kupata chombo cha kumsaidia kufanya kazi kwenye huduma yake. Kwanza ukiangalia hii gari ambako imekuja kwenye mtaa wetu huku, hii gari imetoka na umbali wa kilomita 2 hivi mpaka kufika eneo la kuja kuokolewa. Maana yake imetoka mbali, haijatoka karibu, imetoka umbali wa kilomita 2. Maana yake imeletwa na mtaro wa maji, yani imeletwa na mto huu. Sawa, kwa hiyo ilipofika hapa ni kwamba imegota kwenye magogo ya maji. Kwa hiyo kwamba sio kwamba ni mtu ambao umeanzia hapa kwetu. Ni gari ambalo limetoka umbali wa kilomita 2, limekuja gota eneo la kwetu, tukafanya kufanyaje kuliokoa kwenye nini kutoka kwenye mto wa maji. Mimi nafikiri kwa wale ambao walifuatilia jana waliona kabisa kwamba mpaka jana, kwanza si jana tu, kuanzia hiyo juzi usiku saa 8 usiku, mkuu wa mkoa alikuwepo, ndugu yangu Nurdin Babu, katibu tarafa Evelyn alikuwepo, mtendaji wangu wa kata usiku ule saa 8 usiku. Hawakulala wale watu, walikuwa hapa, mkuu wa mkoa, RPC, katibu tarafa, mtendaji wa kata, wote walikuja usiku ule kwa ajili ya kuhakikisha watu wanaokolewa. Na watu wote waliokolewa kushirikiana na askari wa zimamoto. Na niseme tu kwamba kazi iliyokuwa kubwa, kazi ya kwanza ni ambayo amefanya mkuu wa mkoa na timu yake, kuokoa wale watu, kuhakikisha maisha yao yanakuwa salama. Hivi vitu vingine, mavazi, chakula pa kulala, ilikuwa ni jambo dogo. Wale wote ambao walipata shida ile walisaidiwa mahali pa kulala na ndugu, jamaa na marafiki na zile kamati za uokoaji. Kilichobaki kwa sasa hivi ambacho naamini kwamba kitakwenda kufanyika muda sio mrefu ni kuhakikisha kwamba wanapata makazi mazuri, waendelee kufanya kazi zao za kujipatia kipato kama kawaida.